Mtazamaji wa Zaki Digital, na kupatia kila aina ya taarifa ambayo inaendelea kutokea katika ulimwengu kwenye mambo tofauti tofauti. Hususani tutakaa katika hotuba ambayo ameitoa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Ameliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba Israel ni lazima imalize kazi yake iliyoanza ya kulitokomeza kundi la Hamas huko ukanda wa Gaza. Kabla ya waziri huyo mkuu kuanza hotuba hiyo, idadi kubwa ya washiriki walitoka nje wakati kiongozi huyo wa Israel akizungumza, na kulisikika kelele karibu na eneo la ukumbi. Ujumbe wa Marekani unaomuunga mkono Netanyahu katika kampeni yake dhidi ya Hamas ulikuwa umetulia tuli, na kwa upande mwingine kulisikika makofi mara tu alipoanza kuhutubia. Mataifa machache makubwa yalihudhuria kama Marekani na Uingereza hayakupeleka maafisa wake waangalizi ama mabalozi wao wakati wa hotuba hii, na badala yake viti vyao vilijaa maafisa na wanadiplomasia wa ngazi ya chini. Netanyahu akasema hivi: viongozi wa Magharibi wanaweza kukubaliana na mashinikizo, lakini ninawahakikishia kila kitu, Israeli kamwe haitabadilika. Ametumia jukwaa hilo kuyakosoa vikali mataifa ya Magharibi kwa kulitambua taifa la Palestina na kuyatuhumu kwa kubadilika ghafla kufuatia mashinikizo kutoka kwa wanaharakati, na wengine wanaishutumu Israeli kwa uhalifu wa kivita dhidi ya Wanapalestina. Kwa upande wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC tayari imetoa warrant ya kukamatwa kwa Netanyahu kwa madai ya uhalifu wa kivita huko Gaza, lakini Israeli inapinga mamlaka ya mahakama hiyo, na yeye mwenyewe amekanusha kufanya uhalifu wa kivita, na alikosoa vikali alichokiita kwamba ni mashtaka ya uongo ya mauaji ya kimbari. Hamas imejitolea kuachilia huru mateka wote waliosalia takriban 20 kati ya 48 ambao hawa wanaosemekana kwamba wangali hai, ili badala yake Israeli vimalize vita na kuondoka Gaza.